Mapema tarehe 25 Juni 2026 nilipata fursa ya kusoma makala fupi lakini yenye uzito mkubwa iliyoandikwa na Ahmed Sagaf. Makala hiyo iliyotafakari kwa kina hali ya siasa na kijamii ya Tanzania ya mwaka wa 2025-2026 ilinivutia kiasi cha kunisukuma kuitafsiri kwa Kiswahili na kuitafakari zaidi. Kiini cha makala hiyo kilijengwa juu ya kauli maarufu ya Imamu Hussein, ikiwa uamini dini yoyote basi angalau uwe mtu huru. Hii si kauli ya kawaida, ni wito wa dhamiri, mwito wa kumweka mwanadamu huru kiakili na kimaadili nje ya minyororo ya upofu wa utii. Kwa tafsiri pana, ujumbe huu unavuka mipaka ya kidini, madhehebu na itikadi. Unahoji moja kwa moja tabia inayozidi kushamili katika jamii nyingi ikiwemo Tanzania, tabia ya kuunganisha uaminifu wa kisiasa na utambulisho wa kidini. Katika miaka hivi karibuni kumekuwa na hoja kwamba Waislamu wanapaswa kumuunga mkono viongozi wa Uislamu kwa sababu tu ya dini yao. Kwa mtazamo huo, ukosoaji ugeuzwa kuwa usaliti na uungwaji mkono kuwa wajibu wa kiimani. Lakini je, hili ndilo somo la historia ya Kiislamu? Jibu linapatikana Kalbara. Imamu Hussein hakusimama dhidi ya Yazid kwa sababu ya tofauti za kidini. La hasha, Yazid alikuwa Muislamu. Kilichomsukuma Hussein ni masuala ya haki, uhalali wa uongozi na maadili ya utawala. Hapa ndipo somo kuu linapoanzia, kuwa utii wa dini sahihi, dhamana ya kuwa na uongozi sahihi. Hussein alitufundisha kwamba uongozi upimwa kwa haki na uwajibikaji, si kwa jina au utambulisho wa kidini. Ikiwa kuwa Muislamu pekee kungetosha kuhalalisha uongozi, basi tukio la Karbala lisingekuwapo, lakini lilitokea, na kwa sababu hiyo likabaki kuwa alama ya milele ya kupinga dhulma. Hali kama hiyo inaonekana kujirudia katika sura tofauti. Nchini Tanzania wapo wanaojaribu kugeuza ukosoaji wa kisiasa kwa swala la kidini. Ukosoaji wa uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan wakati mwingine huwasilishwa kama chuki dhidi ya Uislamu au dhidi ya kiongozi Muislamu. Hii ni hoja hatari sana. Ni hoja inayolenga kuzima mijadala halali ya kisiasa kwa kutumia hisia za kidini. Ni hoja inayodokeza kwamba wananchi wafumbe macho wanapoona kasoro katika uongozi, iwe ni kuhusu uhuru wa kisiasa, haki za kiraia au uadilifu wa uchaguzi, kwa sababu tu ya utambulisho wa kiongozi. Lakini kama alivyofundisha Imamu Hussein, mtu huru hafanyi hivyo. Mtu huru hupima viongozi kwa matendo yao, uchunguza kama haki inatendeka, kama mamlaka yanawajibika na kama wananchi wanalindwa. Zaidi ya yote, mtu huru haachi dhamiri yake kwa ajili ya mshikamano wa kidini, kikabila au kisiasa. Historia inatuonyesha wazi kuwa utiifu kipofu kwa watawala umekuwa chanzo kikubwa cha mateso ya binadamu. Mara nyingi watawala dhalimu hujificha nyuma ya utambulisho, iwe ni dini, kabila au taifa, ili kujikinga dhidi ya ukosoaji. Ujumbe wao huwa mmoja tu: niunge mkono kwa sababu mimi ni mmoja wenu.
Lakini Hussein alikataa mantiki hiyo. Alisimama kidete na kuweka msingi mpya wa maadili ya kisiasa: ukweli kwanza, haki kwanza na dhamiri kwanza. Katika muktadha wa Tanzania leo, swali si kama kiongozi ni Muislamu au Mkristo. Swali ni kama wananchi wako huru ya kutosha kusema ukweli. Je, wanaweza kukosoa bila hofu? Je, wanaweza kuweka misingi ya haki juu ya mapenzi ya kisiasa? Huko hapa wananong'ona na wengine, mama pale anasema kina mama mbele. Bwana, dunia hii Mwenyezi Mungu alivyoiumba ni kwamba kuna viwili, kuna mbele na nyuma, kuna kulia na kushoto, kuna chini na juu. Ukishasema wewe unataka kuwa mbele, unamtaka mwenzako awe nyuma. Sasa mimi siwezi kuja hapa kina mama niwasaidieni, niwaungeni mkono katika jitihada yenu ya kuwa mbele na kuwaweka wanaume nyuma bila matatizo. Mwana kwetu. Katika kuthibitisha hoja hii, inafaa kukumbuka kauli ya aliyewahi kuwa mbunge wa Arusha mjini, Godbless Lema, aliyesema haya: kazi ya mashehe na maaskofu ni kusema ukweli hata kama ukweli huo utawaua. Kazi ya maaskofu na mashehe ni kusema ukweli hata kama ukweli unawaua. Mimi nimekuwa mbunge miaka 10. Miaka 10 nimekuwa mbunge. Miaka 10. Katika wabunge walioongelea mashehe waliokuwa wamefungwa na kuteswa, hakuna mbunge Muislamu aliongea zaidi yangu mimi Mkristo na bwege. Mimi ndo nilikuwa naongelea mashehe. Mimi sio Muislamu. Mimi ndo nilikuwa naongelea baada ya Kibiti, sababu nilikuwa waziri kivuli. Katika wabunge walioongelea mashehe waliokuwa wamefungwa na kuteswa, hakuna mbunge Muislamu aliongea zaidi yangu mimi Mkristo na bwege. Mimi ndo nilikuwa naongelea mashehe. Mimi sio Muislamu. Mimi ndo nilikuwa naongelea baada ya Kibiti, sababu nilikuwa waziri kivuli. Katika wabunge walioongelea mashehe waliokuwa wamefungwa na kuteswa, hakuna mbunge Muislamu aliongea zaidi yangu mimi Mkristo na bwege. Mimi ndo nilikuwa naongelea mashehe. Mimi sio Muislamu. Mimi ndo nilikuwa naongelea baada ya Kibiti, sababu nilikuwa waziri kivuli. Mimi nilitishiwa kuuawa na kupewa treason, nikakimbilia ubalozi wa EU kwa sababu napigania Waislamu. Yuko wapi kijana wenu mmoja wa Kiislamu hata leo anayesimama bungeni kutetea mashehe waliobaki magereza? Hakuna. Uislamu ni haki, sio unafiki. Tunataka taifa lenye haki. Uislamu na Ukristo ambao hautendi haki, hauishi haki, huo ni unafiki wala sio dini. Above the falling rain, yeah, I feel so good in my neighborhood. So here I come again. I got to have
fire now. I got to have fire now. I got to have fire now. For the rain is falling. Get up and turn and loose. Wake up and... Kauli hii kwa namna yake inaakisi ujumbe ule ule wa Imam Hussein kwamba kusema ukweli na kusimama kwa haki ni wajibu, si chaguo. Mwana kwetu. Mwana kwetu. Ana si lazima tumtoe rais wetu kutoka mahala fulani kwamba atatoka mwezini, atatoka Bukoba siku moja katiba itavunjwa. Tutaanza argument hizi baada ya kumdhibiti, tutaanza argument hizi wa haya hawa na sisi wengine bado tuko mbali kabisa sisi. Ndio. Sasa hizi si argument za maana. Ndio. Sasa mtaendelea hivyo mpaka lini? Tujenge utamaduni wa kudhibiti viongozi wetu kama wanavunja sheria. Lakini sio tujenge kugawana nchi. Hilo nakubali. Tujenge utamaduni wa kudhibiti viongozi wetu kama wanavunja sheria ya nchi. Tujenge utamaduni wa kudhibiti viongozi wetu kama wanavunja sheria ya nchi. Tusiogo mkianza mkiwa na woga, I promise you mtatawaliwa dictators. I promise you. Mkiogopa namna nyinyi wabunge nani wote mkiogopa mnasema mzee wanakuwa wakali. Then you are making it absolutely certain you will be under a dictatorship. Then you are making it absolutely certain you will be under a dictatorship. Mwana kwetu. Hatimaye somo linabaki pale pale lisilobadilika tangu mwaka 680 baada ya Kristo hadi leo. Ikiwa uamini dini yoyote, basi angalau uwe mtu huru. Na kama unaamini dini, basi uhuru huo, uhuru wa kufikiri, kuhoji na kusimama kwa haki, ndipo msingi wa uwajibikaji wa kweli wa kimaadili. Asante sana Ahmed Sagafu. Mwana kwetu. You can put it another way. Paddy Smith always went to Mass. He never missed a Sunday. But Paddy Smith went to hell for what he did on Monday. For Paddy Smith, religion means going to Mass on Sunday, 1 hour. But what of Monday, when he is a dock worker, or a civil servant, or a police officer, or a politician? You wouldn't believe it was the same Paddy Smith you saw on Sunday. To see his performance on Monday, to see his performance on Tuesday as the father of a family, the activity, what he does or doesn't do, which means as a citizen, 0. And he thinks he's a good Christian. So he's not a good Christian. That's what the council is saying here.
Mwanakwetu. Mwanakwetu. Imamu Hussein dhidi ya utiifu. Kipofu si hadithi ya kale tu, ni kioo cha siasa za leo. Makala haya yametayarishwa na Adiladius Makwega kwa kurejea makala ya Ahmed Sagafu na kutakia siku njema. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, naye ndiye aliyeleta uhuru. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa, wote ulimwenguni watu wote watambua. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, naye ndiye aliyeleta uhuru. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, naye ndiye aliyeleta uhuru. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa, wote ulimwenguni watu wote watambua. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha.